Asubuhi ya leo uelewe kwamba wokovu ni kitendo cha Mungu kukaa ndani ya mwanadamu. Wokovu ni kitendo cha Mungu kukaa ndani ya mwanadamu. Hili ni jambo ambalo linasababisha sasa huyu mwanadamu fikra zake zibadilike, namna yake ya kufikiria inabadilika, namna yake ya kutenda inabadilika, yani ule mtembeo wa mwanadamu unabadilika kiujumla. Ukisoma kwenye maandiko kwenye kitabu cha Matendo ile 16 kuanzia ule mstari wa 30, Biblia inasema, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yani pasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Ni jambo ambalo wengi tunajiuliza, kuokoka ni kufanya nini? Kwa hiyo huyu alikuwa ni mkuu wa gereza, anawauliza Paulo na Sila, nifanye nini nipate kuokoka? Wanamwambia, muamini Bwana Yesu. Kwa kile kitendo cha kumwamini Yesu, Biblia inasema, nasimama mlangoni na bisha hodi, mtu akifungua nitaingia kwake. Kwa lile tendo la kumkubali Bwana Yesu, la kuikubali Injili na kuiamini, tendo hilo linamruhusu Mungu sasa akae ndani yako. Kwa hiyo kile kitendo cha wewe kumwamini Yesu, kuiamini Injili ya Kristo Yesu, na Mungu akakaa ndani yako, huo ndio unaitwa wokovu. Kwa hiyo wokovu hauhusiani na kujiunga na dini, kujiunga na dhehebu, kwamba mimi nasali sehemu fulani, mimi natumika kwa namna fulani. Kwa hiyo kama Mungu hajakaa ndani yako, hajabadilisha mtembeo wako, hajabadilisha namna yako ya kufikiria, hajabadilisha namna yako ya kuwaza, bado unawaza kama zamani, bado mtembeo wako ni kama ule wa zamani, maana yake kuna eneo bado halijakaa sawa sawa. Kwa hiyo asubuhi ya leo unaposema umeokoka, lazima ujue ni maisha ya Mungu yanakaa ndani. Mungu alipomuumba Adamu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, anamuumba mwanadamu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 anasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Kwa hiyo eneo la kwanza Mungu analolifanya katika designing ya hiki kitu kinaitwa mwanadamu, jambo la kwanza anampa mfano. Mfano maana yake ni DNA ya kimungu. Kwa hiyo mwanadamu amekel DNA ya kimungu, zile component, yale mambo yanayomuunda Mungu yanapatikana ndani ya mwanadamu. Wanyama hawakuumbiwa hivyo, milima na bahari wala jua havikiumbiwa hivyo. Ni mwanadamu pekee alipewa nafasi ya kubeba DNA za kimungu. Lakini sura maana yake ni tabia, namna Mungu anawaza, namna Mungu anatenda. Na ndio maana mtu akiokoka sasa tunatamani tuone anamfanania Kristo. Watu wakimuona wanamuona Yesu. Lakini haiishii hapo. Ngoja nishare na wewe kwa dakika moja faida 3 zinazopatikana mtu ukiokoka, ili sasa wewe unayenisikia uanze kufikiria kuokoka. Jambo la kwanza linakusaidia ni kuyaishi maisha matakatifu. Kwenye kitabu cha Yakobo Biblia inasema, nanyi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Sasa utakatifu unaozungumziwa hapa hauhusiani na kujitahidi kuto kutenda dhambi, kujitahidi kuto kusema uongo. Ni kiwango cha kumfanania Mungu. Mungu anapokaa ndani yako anaathiri mtembeo wako na namna yako ya kufikiria. Unaanza kufanana na Mungu, unaanza kufanana na Mungu. Mungu ashindani, huwa apambani kuto kutenda dhambi, yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo hiki ni kiwango cha kufanana na Mungu, kwa maana ya kwamba hauhangaiki kushinda dhambi. Wewe uwezo wa kuishinda dhambi tayari uko ndani yako. Kwa kama kuna mtu unanisikiliza bado unahangaika kuto kusema uongo, nataka nikuambie, ukiupokea wokovu wa namna hii, ukipokea wokovu, Yesu akakaa ndani yako akabadilisha mtembeo wako, swala la kuishi maisha matakatifu halitakuwa swala ambalo unajitahidi, itakuwa ni swala ambalo liko ndani yako. Jambo la pili, unafanyika mtoto wa Mungu. Jambo la pili ambalo ni faida kati ya faida nyingi, unafanyika mtoto wa Mungu. Hebu jaribu kufikiria kama ungekuwa ni mtoto wa rais wetu Mama Samia, ingekuweje? Sasa wokovu unakupa neema ya kuwa mtoto wa Mungu. Lakini jambo la tatu, unarejeshewa zile hali ambazo nimekutajia. Baada ya Adamu kutenda dhambi, kule kufanana na Mungu kulipotea. Ile sura ya Mungu ilipotea ndani.
Kwa hiyo unapookoka unaanza sasa kufanana na Mungu. Zile DNA za kimungu ndani yako zinakuwa activated, zinaanza kufanya kazi kwa upya, lakini ile sura ya Mungu inarudi ndani yako, kwa maana ya kwamba tabia ya uungu. Sasa jambo kubwa zaidi ni kwamba wokovu ukiingia ndani yako unakurudisha hivyo vitu, unakurejesha kwenye ile hali ya utawala. Sasa inakurudisha kwenye ile hali ya utawala ama ufalme, kuyaamulia mazingira. Nataka nikuambie mtumishi wa Mungu, Mungu akikaa ndani yako unaanza kutembea kwenye viwango vya tofauti sana. Paulo anasema tangu sasa watu watuhesabu kuwa tu wajumbe wa Kristo, kana kwamba Kristo anasii kwa vinywa vyetu. Yaani ni kiwango ambacho mtu amemuelewa Mungu na amembeba Mungu jinsi alivyo. Akisema yeye ni Mungu amesema, akisema yeye ni mbingu zimesema, tu mabalozi. Kwa hiyo hiki ni kiwango ambacho huhitaji mtu wa kukusaidia, huhitaji mafuta, huhitaji maji. Neno lako linatosha. Ukikutana na mgonjwa, ukimwambia mgonjwa pona, anapona, kwa sababu ni Mungu anasema kupitia wewe. Haleluya, haleluya. Hebu mpokee huyu Yesu asubuhi ya leo, aingie ndani ya moyo wako, abadilishe mtembeo wako. Naongea na mtu ambaye saa hii kuna ugonjwa unakutesa, madeni yanakutesa. Wokovu huu ukiingia ndani yako, unaweza kuyaambia madeni na yakakusikiliza. Unaweza kuyaambia magonjwa yakakusikiliza. Naongea na mtu ambaye uko kwenye ndoa, hujapata mtoto, lakini wokovu ukiingia ndani yako, unaweza kuliambia tumbo ambalo ni tasa na ukapata mtoto. Sio uende kwa mchungaji fulani, sio uende. Yani wokovu ni package ambayo ukiipata ikakaa ndani yako, una uwezo wa kutamka wewe mwenyewe na mambo yakatokea. Yesu aliwahi kuambia mlima, aliwahi kuambia mti ambao akaenda akatarajia kupata matunda na kupata, akauraani na mti ukanyauka. Wanafunzi wakashangaa. Yesu alikuwa anatembea kwenye dimension ya uungu. Kwa hiyo naweza nikakuambia kwamba hali yoyote unayoipitia, ukimpokea huyu Yesu akakaa ndani yako, nataka nikuambie utashangaa jinsi mambo yanavyobadilika. Wachawi hawatakusumbua tena, nguvu za giza hazitakusumbua tena. Yesu ni mzuri sana. Mpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kuwa dakika zangu zimeisha, inawezekana huko mtu unanisikiliza unasema, na mimi nifanyeje sasa nimpokee huyu Yesu? Unaweza ukafuatisha maneno haya nyuma yangu na utakuwa umepokea wokovu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Asubuhi ya leo nimesikia maneno haya, nami nimeyaamini, nami niko tayari kuyapokea na kupokea. Ewe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye amesali sala hii fupi. Ninaomba akaendelee kufanya makao ndani yake na umwezeshe kuishi kwenye hivi viwango tulivyovizungumza. Akiongea ikawe ni wewe umeongea ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikikushukuru. Amen.